نستعينه ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها للحظة الفراق والتفاف الساق بالساق وإلى الله المساق. وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله سيد ولد آدم على الإطلاق، خير من رقب البراق وتمم مكارم الأخلاق. صلوا عليه الله ربنا ثم سلم وعلى آله وأصحابه مصابيه الغرر. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا في كتابه الله الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام الأحبة، خطبتنا اليوم عنوانها يقول: خطبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، خطبة المودع. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wasieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya suala zima la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Katika mwaka wa 10 baada ya Allah tabaraka wa ta'ala kumwezesha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kila aina ya uwezo kufikisha da'wa ya Allah tabaraka wa ta'ala katika sehemu mbalimbali, bali kuwafikishia makureishi na wasiokuwa makureishi da'wa hii, yaqulu la ilaha illa Allah tuflihun. Mwaka wa 10 ndio mwaka ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliazimia kwenda kufanya haji. Ndio alitangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kufanya ibada takatifu ya haji. Bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa alishindwa kwenda kila mwaka katika mji mtakatifu Makka wakati yeye anaishi Madina, ni kule kwamba da'wa ilikuwa imechacha bali imeshika moto. Kila upande wanakuja pale Madina kusilimu, bali yeye kutuma misafara mbalimbali kwa minajili ya kuingia katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye kwamba yeye aliweza kuzungumza fa ana tilka labna, bimaana Uislamu kwa jumla ni kama jengo, lakini jengo kama hili ikawa liko na pengo ama pango ama shimo. Nyumba nzuri iliyojengwa, nyumba kama ile kila mwenye kupita anasema ya kwamba nyumba fulani mashallah, lakini nyumba fulani mashallah, endapo litawekwa bloki lile moja mahali fulani, bila ya shaka nyumba kama ile itakuwa nzuri, imekamilika. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaka kusema fa ana tilka labna, basi mimi ndiyo bloki hiyo ya kutimiza nyumba kama ile ionekaniwe ni nzuri, bi maana nyumba yenyewe ni dini ya Kiislamu. Ahibati fillah, kwa umri wa miaka 23 Mtume sallallahu alayhi wasallam kufanya da'wa. Katika huo mwaka wa 10 ikiwa ameanza kujiandaa kwa kutiania kwenda kufanya ibada ya haji, Rasulullah alifanya umra hazina hisabu, lakini katika umri wa maisha yake alifanya haji moja pekee yake. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, baada kutangaza kwamba yeye mwakani, ama baada ya kutangaza sasa yeye anataka kwenda kufanya ibada ya haji, alimwita Muadh ibn Jabal, kisha akamwambia: ya Muadh, innaka asa an la talqani ba'da 'ami hadha wa la'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Allahu akbar. Mtume sallallahu
sallallahu alaihi wasallam baada ya kutangaza kwamba nitakwenda haji, alimuita Muadh, sahaba wake aliyekuwa ni sahaba mkubwa sana, akamwambia ya Muadh, ewe Muadh, we innaka asa an la talqani ba'da ami hadha. Baada ya kumwambia Muadh, mimi nataka kukutuma Yaman, uende ukapeleke da'wa huko Yaman, ukafundishe watu dini ya Allah barabara inavyotakikaniwa huko Yaman. Na Yaman kama mtume alivyosifu, ahlu Yaman kwa imani ndio watu waliosifiwa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bali walimpatia mtume bai'a kabla ya kuonana na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muadh, nataka uende Yaman ukawafundishe watu wa Yaman waijue dini ya Allah tabaraka wa taala inavyotakikaniwa. Lakini innaka asa an la talqani ba'da ami hadha, huenda usikutane na mimi baada ya mwaka huu. Wala'allaka an tamurra bimasjidi hadha wa qabri, na huenda ukirudi kutoka katika da'wa yako ukapata msikiti wangu ndio uliobakia na kaburi langu. Fabaka Muadh akapata kulia sana, khasha'an li firaqihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kule kwamba atakosana na mtume, hataonana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Hali itakuwa namna gani? Wewe kama kijana utuma na baba yako mzazi, baba akwambia nenda sehemu fulani ukawapatanishe baina ya ndugu zako wamegombana nchi fulani, na ukirudi pengine Allah huenda ikawa ameshanichukua. Hali itakuwa namna gani? Fabaka Muadh alipata kulia sana, kuoga kule kwamba huenda akarudi na asimpate mtume, apate msikiti wa mtume, Masjid an-Nabawi, wa kabri, na kabri yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hali ilikuwa namna gani? Ndugu zangu katika imani, ikiwa baada ya mtume kumtuma Muadh katika huo mwaka wa 10 Rasulullah akatangaza kwenda haji yeye mwenyewe, wakanat hajjatul ula wal akhira, na ilikuwa ni haja ya mwanzo na ya mwisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Huo ulikuwa ni mwaka wa 10 na mtume alifariki mwaka wa 11. Kwa hivyo baada ya haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam approx anaweza kuishi mwaka mmoja tu peke yake. Ziko riwaya nasema miezi 9, wengine miezi 10, lakini mwaka wa 11 ndio Rasulullah aliweza kuaga dunia. Wakanat hajjatan mabruratan mashhudatan tarikhiyatan, ilikuwa ni hija iliyo safi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujja iliyoshuhudiwa na masahaba chungu mzima wa mtume sallallahu alaihi wasallam, haji ya kitarehe ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam katika umri wake hakuweza kuhiji isipokuwa hiyo moja. Ama hija zingine ilikuwa ni Abu Bakar Siddiq, ilikuwa anaongoza msafara anaotumwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika Imam Muslim, utakapofika katika sahihi ya Imam Muslim utayapata masala kama haya namna yalivyozungumzwa kwa kina. Bali ndugu zangu katika imani, mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufunga safari yake kwenda haji na akaweza kuyafanya yote haya aliyoyafanya, na akazungumza na sahaba wake wakubwa akiwatuma kwa kazi ya da'wa ya Allah tabaraka wa taala. Hapa tunapata nini? Kila Muislamu ajiandae, asimuangalie ni Rasulullah ndio amekwenda haji. Nini alifanya? Alifanya haji na wangapi? Dawa alfila, utaratibu katika maandalizi yako hapa duniani kabla ya akhera. Ni yapi katika nyasia unawapatia watoto wako ewe Muislamu? Unawaachia nini watoto wako kama namna ambavyo kwamba mitume waliweza kuachia watu wao? Ndugu zangu katika imani, mtume sallallahu alayhi wasallam aliweza kwenda katika mji wake, mji wa Allah tabaraka wa taala uliomtukufu Makkah, lakini kwenye safari aliondoka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilimchukua siku 8 akiwa na kipando chake al-Qaswa. Alipoingia katika mji wa Makkah, Rasulullah alifanya hija ambayo kwamba inaitwa qiran. Yapo ni ikhtilafu, ipo wapo ambao kwamba wanasema
ilikuwa si